Albert Mbwambo, mimi nafanya kazi na shirika la ASPA, ni afisa maendeleo ya jamii ndani ya shirika. Sisi tunafanya kazi ya kuangalia na kutetea ustawi wa wanyama wanaofugwa, hususan wanyama kazi. Kwa sababu wanyama kazi kidogo ustawi wao ukilinganisha hawa wanyama kazi na wanyama wengine wanaoliwa nyama unakuwa ni tofauti kidogo. Lakini siku ya leo tumejumuika pamoja na wanahabari kutoka jiji la Arusha kwa ajili ya kushirikishana tu namna gani huyu mnyama anakuwa treated, huyu mnyama anavyoishi katika jamii na jinsi ambavyo trend ya mnyama huyu katika maisha yake inakuwa inashuka badala ya kuongezeka. Ndio maana tukasema ni bora siku ya leo tukae pamoja na wanahabari na tuone ni namna gani tufanye basi, kwa sababu mnyama huyu ni muhimu sana katika jamii ambayo tunaishi, na zaidi sana jamii ya kifugaji. Sisi shirika la ASPA kwa kushirikiana na shirika la Brook East Africa tunatekeleza mradi ambao unaangalia ustawi wa hawa wanyama punda. Na sasa niseme tu tangu hii biashara ya uchinjaji wa hawa wanyama ilipoanza, kiukweli wanyama hawa wamepungua sana kwa idadi, kwa sababu takribani tunaambiwa kwa mwezi mmoja at least unaweza kukuta punda 150 wanavushwa kutoka kwenye nchi yetu kwenda nje ya Tanzania. Kwa sababu ukiangalia kwa ndani ya nchi ya Tanzania punda hao hawachinjwi tena, kwa sababu viwanda ambavyo vilikuwa vinafanya hizo kazi vilisitishwa kutokana na kwamba idadi ilikuwa inapungua sana. Lakini demand ama uhitaji wa huyu mnyama kwa maana ya kwamba punda na product zake umekuwa mkubwa sana kwenye nchi za jirani, hususan kule Kenya, ambapo wao bado ukiangalia hili zoezi la uchinjaji wa hawa punda linaendelea kwa kasi. Na hata mimi naamini pia kwamba hata upande wa Kenya hii shughuli inafanyika, lakini sio kwa uhalali, bali ni njia ambayo ni za pembeni, ni njia ambazo sio za halali. Kwa hiyo inafanyika sana, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya punda wanaochinjwa pale Kenya wanatokea hapa kwetu Tanzania. Kwa hiyo wanavuka kwenye mipaka yetu, kwa sababu mpaka wetu ni mrefu sana kiasi kwamba ni ngumu sana kucontrol, kudhibiti hawa wanyama wasitoke, lakini bado wanatoka na wanachinjwa sana. Na hitaji hili ni kwa ajili ya wenzetu ambao tayari walishaanza hii biashara mapema, wa China, ambao kwa kweli wanachotaka ni hii ngozi, ambao ndani ya ngozi ndio kuna product mbalimbali ambazo wao wanatengeneza. Kwa hiyo asilimia kubwa ya uhitaji ni kwa ajili ya Wachina sana. Kwa majina naitwa Diana Godbless Msemo, nafanya kazi na shirika la Arusha Society for the Protection of Animals, ASPA. Mimi ni afisa elimu ustawi wa wanyama, lakini pia ni afisa mifugo. Tukiangalia takwimu za punda zinaenda zikishuka, maana kabla ya sensa ya mwaka 2022 kulikuwa nakadiriwa kuwa na punda milioni 1 mpaka milioni 150,000 nchini Tanzania. Lakini mpaka kufikia mwaka 2022 takwimu zilionyesha kuna makadirio ya punda 500,000 tu nchini Tanzania. Na hii imetokana na biashara ya uchinjaji wa punda ambayo kwa sasa imefungwa, lakini bado kuna tatizo la utoroshwaji na usafirishaji wa punda kuelekea maeneo yasiyojulikana. Na tunatamani sana kuendelea kukuza ustawi wa punda Tanzania, kwa sababu punda ni mnyama kazi, lakini pia takwimu zinaonyesha kwamba punda ni mnyama wa pili nchini Tanzania anayeongoza kukuza pato kuanzia la mfugaji mpaka la taifa kwa ujumla, kutokana na kazi anazofanya na sio kutokana na kuwa chakula au kitoweo. Kwa hiyo kazi anayoifanya tu inasaidia sana katika jamii za wafugaji, kuanzia kumwezesha mtoto kwenda shule, kwa sababu watoto wamekuwa watendaji wakuu wa kazi majumbani, hasa kwa jamii za wafugaji wakubwa na wakulima. Hivyo amesaidia watoto kupata haki ya elimu, kwa sababu punda anabaki katika familia na kusaidia mama na watendaji wengine nyumbani kuendelea na shughuli.
lakini pia anasaidia kupatikana kwa mahitaji maalum katika ngazi ya familia, lakini hata jamii nzima kwa ujumla, kutokana na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kutoka mashambani mpaka masokoni, masoko ya kati, lakini kufika hata mijini. Na leo tumekaa na waandishi wa habari na watangazaji, hii nikiwa katika kuangalia mchango wao na kutambua mchango wao mkubwa katika kukuza ustawi wa wanyama, hasa mnyama punda nchini Tanzania. Wao ndio wanaofikisha taarifa kwa jamii kwa miundo mbalimbali. Wana nguvu ya kufika katika jamii na kupata takwimu mbalimbali na taarifa muhimu mbalimbali ambazo wanaweza kuzifikisha duniani. Hivyo wana mchango mkubwa sana wa kukuza ustawi wa jamii kupitia kuangalia ustawi wa wanyama, hasa mnyamakazi punda ambaye anasahaulika katika jamii, mchango wake unaonekana mdogo katika jamii. Hivyo tunatarajia kupitia platform zao, TV, radio, magazeti, wataweza kupaza sauti ya ustawi wa wanyama nchini Tanzania ili tuwe na taifa endelevu na taifa lililostaarabika ambalo linajali ustawi wa wanyama na jamii nzima kwa ujumla. Naitwa Pendo Mkomi, ni mwandishi wa habari ya Arusha. Kwa siku ya leo tunashukuru sana shirika la ASPA kwa kutujengea uwezo wa waandishi wa habari kuweza kufahamu haki za mnyama kazi punda, namna ambavyo anaweza kusaidia wananchi katika kutekeleza majukumu mbalimbali. Tunashukuru kwa waandishi wa habari kuweza kutoa elimu hii kwa watu wengine kufahamu kuhusiana na mnyama huyu ambaye pia amekuwa ni mbadala ama mjakazi katika familia mbalimbali. Tunashukuru sana ili shirika kwa sababu kwa kalamu zetu tutaweza kutoa elimu kuhusiana na umuhimu wa mnyama huu katika jamii zetu, lakini pia na tuko tayari kupinga ama kutokomeza zile biashara haramu zinazofanywa na watu ambao sio waadilifu katika pengine taifa letu, kwamba kwa mnyama huyu ni mnyama kazi ambaye anaweza kutusaidia katika maeneo mbalimbali, lakini pia ifike mahali kwa wale ambao pia ni walaji wa mnyama huyu kuacha kufanya matumizi ya mnyama huyu na badala yake watumie vyakula vingine ama nyama zingine mbadala wa mnyama huyu, ili mnyama huyu aweze kupata haki zake za kuishi, lakini pia mnyama huyu ajulikane ni msaada katika taifa letu. Asante.